kwa hatua sasa tunampongeza rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Ametusaidia kuanza kupunguza hiyo nakisi ya uharibifu wa mazingira kwa sababu ya nishati safi ya kupikia. Wanasema more than 72% ya miti ambayo tulikuwa tunaikata ilikuwa inakwenda kwenye nishati ya kupikia, mikaa na vitu vya namna hiyo. Kwenye magereza, kwenye nini huko magogo yale yanalisha wafungwa na kadhalika. Lakini kote huko ameelekeza kwenye ambako kuna watu zaidi ya 100 tutumie nishati safi na kufikia 2030 kaya pia zote zitumie nishati safi. Kwa hiyo katika hili la kupanda miti tunaendelea kuonyesha mapenzi yetu kwa nchi yetu, uzalendo wetu, na mwongea vizuri darasa hapa, hakuna jambo jipya la kuambiana. Zaidi ya 90%, I stand to be corrected. Tunafanya vitu sio kwa ajili yetu binafsi, tunafanya vitu kwa ajili ya watu wengine. Tulipigania nchi ili muombe na tulijiamini, sio? Walipigana kwa ajili yao. Kwa nini leo wapo? Lakini tunafaidika na wapo Tanzania. Wanapopanda mti tunapanda mtu mmoja. Hivyo kivuli wanatumia watu wangapi? Okay, mtu wa matunda, mtu mmoja anakula peke yake mti mzima. Sisi tunaelewana vizuri. Almost kila unachokifanya kusema na kweli kwa ajili ya manufaa ya umma au ya watu wengine. Kwa hiyo tuendelee kufanya jambo hili, na mimi nataka niwatie nguvu Mheshimiwa Diwani. Wewe ukiita watu mkapande miti, chukua falsafa yangu, hata wakiwa watu 3 tu, yani hao wanatosha. Kwa sababu dunia ilivyo, si ndio? Haiwezekani watu wengi wakapanda mti mmoja, lakini ni sahihi mtu mmoja kupanda mti kutumika na watu wengi au kupanda miti mingi. Tuko pamoja? Kwa mimi nikiona crowd kama hii nafarijika, kwa sababu najua hili ni kundi kidogo manage hapo. Tutapanda miti kwanza kwa usahihi, sababu tuko wachache, tutakaguana. Kuliko mko watu 500 mnapanda miti 500 vile vile. Inaweza kuwa pia vurugu. Kwa hiyo la kwanza tulichukua hilo na kwamba hebu tufanye kazi hizi kwa ufanisi. Lakini la pili, tuitunze hiyo miti tuliyoipanda. Na hapa naomba nijielekeze kwenye kampeni ambayo tumeanzisha. Kwamba miti mingine tumepanda na viongozi wa kitaifa na tuna wajibu wa kutunza heshima za majina yao na kazi walioifanya. Kwa moja ya malengo ya kampeni hii ni kufanya ufuatiliaji na ukaguzi wa tulipanda miti wapi sisi wenyewe, tulipanda wapi na viongozi, na miti hiyo inaendelea. Lakini ya pili, kujiridhisha na namna ya usimamizi wa hiyo miti. Lakini tatu na muhimu zaidi sasa, kuweka mpango pia wenye uendelevu, ili kama kuna ambayo ilikwenda na ni kawaida ile ambayo haikufanikiwa kusurvive kipindi pengine cha ukame kwa sababu mbalimbali, labda wadudu, labda tukunyunyizia dawa, sivyo? Labda ulichokezea moto, mwingine babuka ikasurvive, mwingine haijasurvive kwa sababu nyingine yote ile. Au kuna mifugo iliingia. Kwa nimtake mkuu wa kanda ya 4. Yuko wapi? Meneja. Sawa na meneja. Moja ya kazi sasa ambayo tunaiacha hapa, na kwa bahati nimempata yule kijana ambaye atakuwa anaangalia hapa. Jasusi. Moja kama ambavyo mwanzo nilisema sioni hiyo miti kwa sababu ni pachafu kipangalia hivi. Hapa ambapo tumepafyeka, miti inaonekana vizuri, nyinyi mnasemaje? Hata ile ya nyuma kule inaonekana vizuri sababu pamefyekwa. Kwa hiyo yangu huu ufyekaji sasa uendelee kwenye eneo lote. Nataka kukumbushwa kwamba tunapoilinda dunia, tunalinda kizazi chetu, tunalinda na vizazi vinginevyo. Unaweza usiwe na uwezo wa kutoa sadaka ya fedha, lakini kupanda kwako mti ni sadaka ya kwako. Tuna viumbe vingine ambavyo hatuvioni hapa chini na vyenyewe pia vinanufaika. Kila kitu Mungu alikiumba na kila kitu kinategemeana katika ule mzunguko mzima wa maisha ya viumbe hai. Kwa hivyo hatutasema jipya, isipokuwa ninawapongeza wote kwa kuendelea kushirikiana vyema na viongozi wetu. Tumeitwa, tumeitika. Na sasa hivi Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tunaendelea na kampeni yako ya kutathmini maeneo, kuyarejea. Tunapofika kwenye maeneo kama haya tunajikumbusha tuliwahi kufanya kazi kama hii tuliyoifanya leo, lakini tukaitelekeza. Kwa vile viumbe hai, hata hii miti ni viumbe hai pia, ikashindwa kukua. Kwa hivyo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mimi nashukuru maelekezo yako yanaendelea kufanywa kazi. Sasa hivi tunafika kwenye maeneo, tunapanda, wanahakikisha uwepo wa maji, wanahakikisha uwepo wa mtunzaji wa eneo husika. Na ninashukuru kwamba kanda namba 4 imekuwa sehemu ya kanda ya pili katika kanda ambazo tumeanza kupanda tangu zoezi hili limeanza. Tunatambua tumekadiriwa kupanda miti 1,500,000. Na kwa takwimu za hivi karibuni tuna miti 300,000 na tunakaribia kumaliza mwaka wa fedha.
tuko nyuma na tunajijua kwamba mvua Dodoma haziko nyingi, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, sasa hivi tumekuwa na vipindi vingi vya mvua, yaani tuna mvua nyingi kuliko huko nyuma. Kwa hivyo watumishi ambao tuko hapa, viongozi, wananchi, mimi ninaomba nikiwa mtumishi mwenzenu, walau tusimamie. Tuna mtu atafanya kawiwa kufanya, lakini hawakosekani wale ambao hawawezi kufanya. Tukasimamie sheria ndogo. Sheria inatutaka tupande walau miti 5 kwenye nyumba. Kwa hiyo tukasimamia walau hiyo miti 5 ifanyeje, ikapandwe. Na tukiweza kufanya hivyo, tuna uhakika tutafikia lengo na tutaendelea kuilinda Dodoma yetu kwetu na vizazi vinginevyo. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa dhati kabisa nichukue nafasi hii kukushukuru sana. Nichukue nafasi hii kukushukuru katika jitihada zako za kuhakikisha kwamba Dodoma yetu inakuwa ya kijani. Tumeshiriki nawe katika maeneo mengi. Shuka Dodoma Makulu, sasa hivi kila fence unakuta ina miti. Nilisema ni miti 3, lakini sasa mpaka sasa hivi tunaweka zaidi ya 10 kwenye ndani zetu. Kwa hiyo sisi tunakushukuru sana kwa elimu ambayo unaendelea kutupatia, lakini tunashukuru sana kwa jitihada zako unavyoendelea kutushirikisha katika habari ya mazingira. Lakini tumshukuru sana ndugu Kimaro kwa namna unavyotupatia ushirikiano katika kuhakikisha kwamba mazingira yetu yanakuwa safi. Sema kwamba mazingira ni uhai. Na sisi tukuahidi mkuu wa wilaya, katika maeneo yote tunayopita kupanda miti, tutaendelea kuyatunza na kuyalinda. Lakini na sisi huko tutaendelea kutoa elimu, watu endelee kupanda miti. Kwanza nimshukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwa kweli kwa kampeni hii. Kampeni hizi zimekuwa zina tija nzuri sana. Ni mipango ambayo tunaifanya leo, lakini matokeo yake ni endelevu. Miaka 5, miaka 10, miaka 100. Manake leo tunapopanda miche itaendelea kustawi, lakini tuendelea kutengeneza ecology nzuri kwenye jiji letu la Dodoma. Kwa hiyo niendelee kushukuru, niendelee kupongeza sana kwa hizi kampeni Mheshimiwa wetu Mkuu wa Wilaya. Kwa kweli na sisi tunafuata nyayo hizi. Tuendelea kulinda, kuitunza, kuhakikisha mawazo yako, juhudi zako na nia yako inaendelea kutimia.